Mwanadada fulani ambaye pia anajulikana kama Nifa, ambaye pia amekuwa akifuatiliwa sana pale katika mitandao za kijamii, hasa baada tu ya kuweza kamatwa kule Tanzania, ambaye pia anajulikana sana kama Nifa, ambaye pia watu wengi tu zaidi ikiwemo tu watu kutoka hapa nchini Kenya wamekuwa wakishinikiza Samia Suluhu aweze kumwachilia Nifa, ambaye pia aliweza kushtakiwa na kosa la uhaini ama treason ukipenda kwa kizungu, kosa ambalo pia huenda tu akipatikana na hatia ataweza kunyongwa, na inasemekana tu kwamba ameweza kurejeshwa mahakamani hivi leo kule Tanzania baada tu ya siku moja kuweza kurejeshwa katika jela. Inasemekana tu kwamba mahakama ya Tanzania kule imeweza kumpata na makosa. Kumbuke tu ni mahakama ya kijeshi, tofauti zaidi tu na hapa nchini Kenya, wakati ambapo pia unapelekwa tu kwa mahakama ya kawaida kule Tanzania ukishtakiwa na kesi ya treason, hakuna kutuma lawyer ama nini, basi unapelekwa mwenyewe na una face court ambayo pia imeweza kujaa jeshi ndani yake, kitu ambacho pia inaonekana basi ni ngumu zaidi mtu kuweza kutoka pale katika hiyo kesi kama basi rais hataki uweze kutoa pale, kwa sababu rais ndio amri jeshi mkuu wa jeshi la nchi yoyote ile, na huenda tu Nifa ameweza kujipata mabaya zaidi baada tu ya mahakama kuweza kurule ya kwamba ameliweza kupatikana na hatia. Na inasemekana tu ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia wameweza kukaa chini kule Tanzania, wanasema kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wameweza kukata rufaa kwa siku ambazo pia mahakama ya Tanzania imeweza kutoa, siku ambazo pia ni siku 10 kwa mtu yoyote kuweza kata rufaa ya kuweza kuhukumiwa Nifa, ambaye pia ni mwanadada fulani ambaye pia aliweza tu kuweza kusemekana kwamba alikuwa na group nyingi za WhatsApp akiweza kusambaza issue nzima za kuweza kuhakikisha kwamba watu wanaandamana na kuhakikisha watu wanaleta vurugu, kwa sababu ni issue ambayo pia iliweza kutokea wakati wa uchaguzi na hata kabla ya uchaguzi kule Tanzania. Inasemekana tu kwamba ni baadhi ya watu ambao pia walikuwa tu na planning kubwa zaidi, kwa sababu ni ako na influence kubwa sana pale katika mtandao wake wa Instagram, pale katika mtandao wake wa TikTok yuko na mafans wa kwake, na inasemekana kwamba aliweza kutumia mafans wa kwake ili kuhakikisha tu kwamba ameweza kuleta vurugu Tanzania, issue ambayo pia watu wengi tu zaidi wameweza kusema tu kwamba sio reason kamili tu kabisa ya kuweza kushika mtu kuweza kumhukumu na treason, labda tu angeweza kuhukumiwa kitu kingine, hukumu nyingine, lakini sio kosa la uhaini ama kuweza kunyongwa, issue ambayo pia tunafuatilia pale katika mitandao za kijamii kuweza kuona wanaharakati wa kule Tanzania kama wataweza kata rufaa baada tu ya koti kuweza kutoa ama kuweza kusema tu kwamba Nifa aliweza kupatikana na ushahidi baada tu ya message zake za WhatsApp kuweza kuchukuliwa na kuweza kupelekwa katika koti, kusemekana tu kwamba alikuwa baadhi ya watu ambao pia waliweza kuchochea ghasia kule Tanzania. Ni issue ambayo tutakuwa tuna follow kwa karibu sana katika Udaku 254 na make sure subscribe. Alafu huyu ni what's it called, blue band? Mafi Muscular. You know what? Yeah, this is it.